إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu watazamaji wetu, wafuatiliaji wetu wa Msimbo Online TV, sikia leo tena kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunakwenda kuliangalia jina moja la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kulieleza kwa nini mtu alitumia jina hili, ikiwa Allah amesema mwenyewe kwamba anayo majina yake mazuri na tumuombe kwa majina hayo mazuri. Kama unavyoona hapo katika kichwa cha habari kinasema, omba kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo manne haya. Omba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala riziki, omba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala elimu, baraka na mahaba, kutumia jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambalo ni tutakwenda kulitaja biidhnillahi ta'ala. Kwa nini tumelichagua jina hili na kwa nini iwe ni jina hili? Hii ndio mada ambayo ya kupasa uisikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kuna faida kubwa nzuri utakwenda kuipata biidhnillahi ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu anapenda sana kuomba kwa kadri utakavyoomba mwenyewe Muislamu, isipokuwa tu usende katika masuala ya shiriki. Nenda katika njia sahihi ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini si njia ya ushirikina. Na mwenyewe amesema kwamba anayo majina yake mazuri, na sisi tujitahidi sana kumuomba kwa majina yake yale ya sifa ambayo yako 99. Sasa leo tumelichagua jina moja la Mwenyezi Mungu. Jina lenyewe ndugu zangu katika imani ni jina linaloitwa Al-Wahhab. Al-Wahhab ndio jina ambalo leo tumekuchagua. Al-Wahhab maana yake nini? Unaposema Al-Wahhab, nini maana yake? Al-Wahhab maana yake ni mpaji, ni mtoaji. Mwenyezi Mungu anatoa pasi na hesabu, anatoa pasi na kuchagua, anatoa kwa yoyote yule. Mwenyezi Mungu ni mpaji. Hii ndo jina au ndo tafsiri ya jina hili la Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Wahhab. Sasa leo tutakwenda kueleza idadi na vipi mtu aombe kwa jina hili, kwa ajili ya swala zima la riziki, kwa ajili ya swala zima la elimu, kwa ajili ya swala zima la baraka, na kwa ajili ya swala zima la mahaba. Kwako baadhi ya watu leo ndoa zao zimeyumba, mke na mume wanaishi katika ndoa lakini mahusiano yao yamekuwa mtihani, mapenzi yamepungua, mahaba yamekuwa hayapo katika ndoa. Hebu leo twende tukamwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia jina hili Al-Wahhab. Wallahi Mwenyezi Mungu atarejesha mahaba katika nyumba yako. Mwenyezi Mungu atarudisha mapenzi katika nyumba yako. Twende tukalitumie jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Wahhab. Mwingine shida yake ni riziki, anahangaika, anajituma kadri awezavyo, lakini bado kwake yeye, wangu mimi maisha yamekuwa magumu sana, hali zimekuwa dhaifu hali. Basi twende tukamwombe Mwenyezi Mungu swala zima la riziki kutumia jina hili la Al-Wahhab. Mwingine katika swala zima la elimu, labda ni mwanafunzi anasoma sekondari, anasoma primary, anasoma chuo na kadhalika na kadhalika naso, lakini kila anavyojitahidi katika swala zima la elimu bado na kuna vitu vinamkwaza katika elimu yake. Basi nenda kamuombe Mwenyezi Mungu swala hilo kutumia jina hili la Al-Wahhab. Na kwa nini tumuombe Mwenyezi Mungu kwa jina la Al-Wahhab? Hili ni miongoni katika majina yake 99 katika majina yake yale ya sifa. Kwa hiyo twende tukamuombe Allah kwa jina lake hilo. Lakini isitoshe sasa jina hili hebu litumie kila siku ya Jumatatu. Litumie jina hili kila siku ya Jumatatu. Na ndio maana leo nimekuletea jina hili kwa sababu leo ni Jumatatu. Na Jumatatu yenyewe nenda kalifanya au kaombe kwa jina hili baada salati al-asri. Kama utakuwa umeikosa salati subhi,
basi lifanye baada salati al-asri, kaombe kwa jina hilo. Utaratibu wake ni huu sasa. Utasoma kwa idadi ya mara 313. Mara 313. Unasomaje? Utaanza bismillahi al-wahhab. Bismillahi al-wahhab. Alafu ya azizu ya wahhab. Ya basitu ya wahhab. Ya rafi'u ya wahhab. Ya rahimu ya wahhab. Ya razaqu ya wahhab. Unafanya hivyo mara 313. Lakini kabla hujaanza kuyasoma jina hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo la kwanza kabisa, anza na istighfari. Anza na istighfari, kwa maana utaanza astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Utaistighfari mara 100. Ukimaliza kufanya istighfari mara 100, leta swala za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadri uwezavyo, na kwa tamko lolote unaloliweza wewe leta. Mimi nitakupa tamko jepesi ambalo unaweza ukaitamka kirahisi. Ni kusema tu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadi. Nayo hii utaifanya mara 100 baada ya kuleta zile istighfari mara ngapi? Mara 100. Baada ya hapo ndo utasema sasa bismillahil wahhab, ya azizu ya wahhab, ya basitu ya wahhab, ya rafi'u ya wahhab, ya rahimu ya wahhab, ya razaqu ya wahhab. Narudia tena, bismillahil wahhab, ya azizu ya wahhab, ya basitu ya wahhab, ya rafi'u ya wahhab, ya rahimu ya wahhab, ya razaqu ya wahhab. Unakula nayo hiyo mpaka mara 313. Na ukifika mara 100, utasimama mara 100. Yani mfano ukasema ukasoma mpaka utafika mara 100, pale utasimama. Utakaposimama pale, soma neno hili. Soma neno hili. Soma neno hili. Yani unaposimama pale utasema ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu mara 10. Mara 10. Yani kila ukifika mara 100 utasema ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu mara 10. Ukimaliza mara 10 unaingia tena bismillahil wahhab, ya azizu ya wahhab, mpaka unakwenda unamaliza mara ngapi? Mara 100. Mara 313. Lakini kila ukifika mara 100 unasimama unasoma ya bismillahil wahhab, ya azizu ya wahhab, ya basitu ya wahhab, ya rafi'u ya wahhab, ya rahimu ya wahhab, ya razaqu ya rahab, mpaka unamaliza. Kwa hiyo ni utaratibu wake ni huo, na unasoma kwa mtindo huo biidhnillahi taala. Utakwenda kuona mahaba, utakwenda kuona riziki kwa Mwenyezi Mungu zinashuka kwa wingi, utakwenda kuona Mwenyezi Mungu anakufungua katika swala zima la elimu. Kwa hiyo ni nzuri sana kama utafanya na utasoma kwa mpangilio na utaratibu ambao tumeueleza hapo biidhnillahi taala. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa, tukutane katika kipindi kijacho, na tukutane katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua biidhnillahi taala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia wepesi, atakufanyia sahali kwa yale maombi ambayo yote amekuwa na muomba Allah kunako swala zima la wewe kupata riziki kwake Allah. Mwenyezi Mungu ndo mtoaji wa riziki, huwa Razzaq, yeye ndo mtoaji wa riziki. Hakuna anayetoa riziki zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nenda katumia jina lake hilo, kamuombe inshallah swala zima la riziki kwa kutumia jina lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah kwa leo tutaishia hapa. Tukutane katika kipindi kijacho, tukutane katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanyie pesi, amfanyie sahali kila atakayefuata utaratibu huu na kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutumia jina lake hilo linaloitwa Al-Wahhab, na utaratibu nimekuelekeza utafanya mara 313. Lakini ukifika mara 100 unasimama utasoma jina la Mwenyezi Mungu ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu mara 10. Kisha baada hapo utakuwa unaendelea kumalizia jina hilo la Mwenyezi Mungu ya Wahabu au Al-Wahhab. Inshallah ndio ilikuwa mada ya leo na maudhui ya leo. Tukutane kwenye kipindi kijacho.
darasa lingine lijalo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.